fursa. Ukiwa ni mtu ambaye umejiandaa vizuri, kama mhubiri mzuri, ikitokea fursa ukatakiwa kuhubiri, ukihubiri watu watafanya nini? Utapewa fursa nyingine ya kuhubiri zaidi. Mnafahamu Emmanuel Mgogo? Tunamfahamu yule mchungaji Mgogo. Kwa taarifa yako, alianza kuhubiri kama mhubiri wa, yaani kama mhubiri wa spare. Sio unajua spare time. Yaani ilikuwa imefika muda wameandaa mkutano. Muda wa mkutano umefika, sasa mhubiri hayupo. Sasa mchungaji Mgogo anasema yeye alikuwa ni mpishi, anasema mpishi. Yaani alikuwa anapika tu mkutanoni, yeye kazi yake ilikuwa ni kupika. Lakini inahitajika mhubiri kwenye mkutano. Hayupo sasa, kwa sababu sasa bado anaweza akahubiri hapa, hebu njoo uhubiri. Kwa hiyo mara ya kwanza mchungaji Mgogo alipohubiri, ndipo ikawa mwanzo Mungu kumtumia kwenye huduma ya kuhubiri. Mpaka leo hii hakuna muinjilisti wa Kitanzania ambaye ameenda nchi nyingi za nje kuliko Emmanuel Mgogo. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kwa sababu ya nguvu ya maandalizi. Ukijiandaa, fursa inapotokea inakuwa rahisi wewe kufanikiwa kuliko ukiwa mtu ambaye haujiandai. Jambo la pili,